Baadhi ya nyinyi watazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level mmekuwa mkiuliza kutaka maoni yetu kuhusiana na Yanga kumpiga Mbeya City mabao 6-0. Kuna mengi yamekuwa kizungumzwa, lakini sisi kama mjuavyo huwa hatujihusishi sana na mambo ya nje ya uwanja. Lakini kimsingi katika mchezo huo tunafahamu Yanga waliibuka na ushindi mnono wa mabao 6-0 dhidi ya Mbeya City, mechi iliyochezwa kwenye uwanja wa KMC Complex jijini Dar es Salaam, Yanga wakiwa wenyeji. Matokeo yake Yanga sasa wako kileleni wakiwa na mabao 44, pointi 47, huku wameruhusu mabao 3 tu katika ligi mpaka sasa. Ni katika mechi ambayo Yanga walipiga mashuti 9 ya kulenga shabaha, kati ya hayo 6 yakawa mabao, lakini ni matokeo ya mashuti jumla yalikuwa ni mashuti 15 waliopiga Yanga, asilimia 60 ya kulenga shabaha. Lakini Mbeya City mechi nzima walipiga shuti moja tu ambalo lililenga shabaha katika kipindi cha kwanza. Mechi nzima wakawa wamepiga shuti hilo moja na kupata kipigo kizito cha mabao 6-0. Sasa ambaye amekuwa akifuatilia hivi karibuni Mbeya City katika mechi zake, utagundua kwamba matokeo dhidi ya Yanga hayashangazi kihivyo. Mechi ya kombe la shirikisho CRDB hivi karibuni, ikiwa ni siku chache kabla ya kuelekea mechi hii dhidi ya Yanga, Mbeya City chini ya kocha Mecky Maxime ambaye hivi sasa hayupo tena baada ya kumalizana makubaliano ya pande mbili kumfanya asiwepo tena Mbeya City, ni kwamba walifungwa 5-1 na Singida Black Stars. Ni katika kikosi ambacho mchezaji mmoja pekee ndiye aliyepata nafasi ya kuanza katika kikosi dhidi ya Yanga, ambaye alikuwa ni beki David Mwasa. Wengine wote hawakuanza katika kikosi cha kwanza kilichoanza dhidi ya Yanga. Na sababu ilifahamika kwa kocha Maxime ni kwamba alikuwa hana sababu ya kutowapa nafasi wachezaji ambao hawakupata nafasi katika siku za karibuni, kwa sababu anajiandaa na mechi ngumu dhidi ya Yanga. Kwa hiyo nyota wake kadhaa aliwaacha nje, lakini ni mechi ambayo walipoteza 5-1. Achana na hiyo ambayo walipata kipigo kizito cha mabao 5-1. Ukirudi nyuma zaidi, tarehe 15 mwezi wa 3 mwaka huu 2026, wakicheza mechi mojawapo wao wakiwa wenyeji, Mbeya City walicheza dhidi ya Singida Black Stars. Ni katika mechi ambayo walifungwa mabao 4-1. Ilikuwa vipi katika mechi hii? Ni mechi ambayo Mbeya City ndio walioanza kutangulia kufunga. Bao liliwekwa wavuni na Vitalis Mayanga akiwa amepokea cross kutoka kwa Baraka mara nyingi. Ni katika mechi ambayo baada ya kutangulia kwa bao moja, Singida Black Stars wakisawazisha kupitia kwa Emmanuel Keyeke kwa mkwaju wa penalty baada ya Mbeya City kuonekana wamefanya madhambi ndani ya eneo la penalty. Lakini tazama bao la pili linafungwa wakati Mbeya City kwenye kuzuia kwao wakiwa wachezaji watatu dhidi ya wachezaji 5 wa Singida Black Stars. Unaweza kaona palikuwa ni makosa makubwa ya kiulinzi ambayo mwisho wa siku yalisababisha wakafungwa bao hilo la pili la Singida Black Stars. Lakini tazama bao la tatu linafungwa na Ibrahim Imoro. Ni shuti la mbali, golikipa Beno Kakolanya alianza siku hiyo, hakuweza kufanya vizuri katika tukio hilo. Wakafungwa bao la 4, ni shuti lingine la mbali, safari hii likifungwa pia na Ibrahim Imoro. Golikipa Beno Kakolanya hakuweza kucheza mpira huo. Ni katika mechi ambayo dhidi ya Singida Black Stars golikipa alikuwa ni Beno Kakolanya. Yes. Nambari 2 alikuwa au beki wa kulia alikuwa ni Baraka mara nyingi. Halafu beki wa kushoto alikuwa ni Kevin Memori. Mabeki wa kati kulikuwa na Kevin Pemba Kingu. Halafu alikuwa na kijana mdogo mwenye umri wa miaka 21. Hapa nazungumzia Athumani Zuberi Mkombozi. Kwa alikuwepo Zuberi Mkombozi kama miongoni mwa walinzi wao katika siku hii. Viungo watatu kulikuwa na 8. Kulikuwa na Adeli Buha upande wa kushoto akionekana katika mfumo huu baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo watatu, washambuliaji 3. Lakini upande wa kulia alikuwepo Hassan Dilunga, halafu katikati kulikuwepo na Hija Lija Shamte, ndiye aliyekuwa katikati katika mfumo huu. Halafu washambuliaji 3 kulikuwa na Vitalis Mayanga aliyefunga bao pekee la Mbeya City katika siku hii wakitangulia kwa bao moja. Lakini kukawa na Eliudi Ambokile ambaye ni nahodha. Halafu upande huu wa kushoto alikuwa anaonekana Wile Tobias Mwane. Ndivyo walivyocheza katika siku hii. Sasa wakafungwa 4-1. Nini kilichotokea? Ikaonekana kana kwamba katika mechi iliyofuata ambao walicheza dhidi ya KMC, benchi la ufundi chini ya kocha Mecky Maxime likafanya mabadiliko kadhaa.
walikosekana wachezaji wafuatao. Beno Kakolanya hakuanza katika mechi dhidi ya KMC, badala yake akaanza Hashim Musa. Kwa hiyo hapa golini alibadilika, akaingia Hashim Musa. Halafu kwenye walinzi aliendelea kubaki Baraka Baranyingi. Zuberi hakuwepo, ndio, badala yake akaingia David Mwasa akawepo katika walinzi pale kati. Halafu Kevin Pemba Kingu aliendelea kubaki, akawepo Kevin Memori Pila aliendelea kuwepo. Katika viungo watatu Hassan Dilunga hakuwepo sasa katika kikosi kilichoanza dhidi ya KMC, ndio, badala yake katika siku hii akaanza Noshad eneo la kati. Said Noshad ni miongoni mwa mabadiliko yalifanyika, kijana Said Noshad. Halafu Hija Lida Shamte akawa anaonekana hapo, Hija Lida Shamte. Adili Buha aliendelea kuwepo. Katika washambuliaji kulikuwepo na Vitalis Mayanga, alikuwepo Eliudi Ambokile, lakini alikuwepo pia kutokea upande wa kushoto Wile Tobias Mwane. Matokeo yake nini katika mchezo huu? Kwenye dakika ya 44 wakaruhusu bao lilotokana na mpira wa kutenga. Oscar Paul akalifunga, ikaonekana kana kwamba palikuwa na kajiuzembe katika kuzuia. Mabeki walikuwa kilaumiana sana kama tunakumbuka vizuri. Bao hili la dakika 44 la KMC lilifungwa na Oscar Paul. Yes. Lakini mpaka mapumziko kwao walikuwa nyuma kwa bao 1-0. Kipindi cha pili bado Mbeya City mambo yalikuwa yanaonekana sio mazuri, hasa wanapokwenda kushambulia, kwa sababu KMC walikuwa imara zaidi katika kuzuia. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na benchi la ufundi chini ya kocha Meki Maxime ni kufanya mabadiliko. Katika dakika ya 56 kukafanyika mabadiliko, wakaingia wachezaji wawili kwa mpigo ambao walikuwa ni nani na nani. Aliingia Rifat kuchukua nafasi ya Vitalis Mayanga hapa katikati, akatoka Vitalis Mayanga akaingia Rifat Msuya. Halafu katika dakika hii ya 56 mbali na Rifat akaingia pia Peter Mwalianzi ambaye yeye alichukua nafasi ya nahodha Eliudi Ambokile. Badala yake akaingia Peter Mwalianzi ambaye baada ya kuingia Peter Mwalianzi akawa akitokea upande huu Peter Mwalianzi, halafu Wile Tobias Mwani sasa akawa akitokea upande huu. Mbeya City ilichangamka zaidi. Matokeo yake wakafunga bao la kusawazisha katika dakika ya 64 likifungwa na Rifat Msuya mtokea bench. Rifat Msuya ambaye alitumia dakika chache tu kutoka dakika 56 aloingia, dakika 64 akaifungia bao la kusawazisha Mbeya City. Hiyo itoshi. Katika dakika ya dakika ya 65, dakika ya 65 Rifat Msuya akafunga bao la kusawazisha ikiwa ni takriban dakika 9 tu tangu aingie. Maana aliingia dakika 56, halafu dakika 65 akafunga bao kutokana na pasi kutoka kwa beki wa kushoto Kevin Pila Memori. Lakini kwenye dakika ya 76 wakafunga bao la pili. Safari hii mfungaji ilikuwa ni mkwaju wa penalty. Mfungaji alikuwa ni Adili Buha, lakini penalty hii ilitokana na nini? Ilitokana na Rifat Msuya aliyekuwa akishambulia katika half space, eneo la kati ya beki wa kulia wa KMC na beki wa kati wa KMC ndilo alikuwa akishambulia zaidi. Alifunga bao la kwanza akitokea eneo hilo, na penalty alitengeneza katika eneo hilo yeye Rifat Msuya ndio alikuwa sababu huyu mtokea benchi, penalty kapigwa na Adili Buha. Wakafunga bao la pili Mbeya City dakika ya 78. KMC wakasawazisha bao hili kutokana na mpira wa kutenga ambao uliwekwa wavuni na Adam Uledi. Kwa matokeo yakawa 2-2 mpaka kufikia dakika ya 78. Lakini dakika ya 86 Msuya kwa mara nyingine, Rifat Msuya kwenye eneo lile lile alilofunga bao la kwanza, kwenye eneo lile lile alilosababisha mkwaju wa penalty ulofungwa na Adili Buha, safari hii kwenye eneo lile lile akatoa assist. Bao la tatu na la ushindi safari hii likifungwa na kijana Said Noshad, assist kutoka kwa Rifat Msuya. Kwa hiyo matokeo yake kuingia kwa Peter Mwalianzi pamoja na Rifat Msuya kulichangia sana kuichangamsha Mbeya City, na baadaye alikuja pia kutoka Wile Tobias Mwani waliokuja katika kipindi cha pili. Matokeo yake katika mechi iliyofuata sasa dhidi ya Azam, kutokana na kiwango kizuri kilichoonyeshwa na Rifat Msuya ambaye katika mchezo huo dhidi ya KMC akawa ndiye mchezaji bora wa mchezo, man of the match, haikushangaza katika mechi iliyofuata waliocheza dhidi ya Azam, mechi dhidi ya timu ambayo msimu uliopita ilimaliza nafasi ya 3 kwenye ligi kuu Tanzania bara. Mwalimu Maxime na kikosi chake
wakafanya mabadiliko kadhaa. Mechi hii dhidi ya Azam ilichezwa tarehe 3 mwezi wa 4 mwaka huu wa 2026, ambapo kwenye kikosi sasa kukawa na mabadiliko kadhaa. Golikipa aliendelea kuwa Hashim Musa, hakuwa Beno Kakolanya, lakini namba 2 aliendelea, kwa maana beki wa kulia aliendelea kwa Baraka mara nyingi, kushoto Kevin Pila Memori aliendelea kubaki, Kevin Pemba Kingu alicheza, halafu kukawa na mabadiliko hapa katika walinzi wa kati. Hakucheza sasa David Mwasa, badala yake alicheza Gabriel Mwaipola. Kama unakumbuka vizuri, utaona eneo ambalo lilikuwa likibadilika ni pamoja na hapa wa kucheza na Kevin Pemba Kingu. Kutoka kijana Zuberi Athmani Mkombozi akacheza David Mwasa. Sasa kwenye mechi hii dhidi ya Azam alicheza Gabriel Mwaipola. Waliobaki walikuwa ni wale ambao walionekana katika kipindi cha pili katika mechi walioshinda 3-2 dhidi ya KMC, kwa maana ya kwamba kulikuwa na Adili Buha, alikuwepo Hija Lida Shamte, kukawa na Noshad Said Noshad, mshambuliaji kinara akawa sasa Rifat Msuya na sio Vitalis Mayanga. Na hii ni kutokana na kiwango bora alichokionyesha katika mechi walioshinda 3-2 dhidi ya KMC. Upande wa kulia hakuwepo sasa wile Tobias Mwani, alikuwepo, alianza kosini, alikuwa ni nahodha Eliud Ambokile ndiye alianza akionekana kutokea upande wa kulia katika wale washambuliaji watatu. Na sasa katika mechi dhidi ya Azam kikosi kikawa kimerejea kile. Mabadiliko yalikuwa ni madogo tu, kwa maana kile ambacho kilihusisha wachezaji waliomalizia katika mechi dhidi ya KMC walioshinda 3-2. Golini aliendelea kubaki Hashim Musa, beki wa kulia alibaki Baraka mara nyingi, kushoto ni Kevin Pila Memori, halafu katikati Kevin Pemba Kingu akapata mbadala. Badala ya kucheza David Mwasa katika mechi dhidi ya Azam alianza Gabriel Mwaipola. Kwa hiyo utaona mabadiliko hapa wa kusaidiana na Kevin Pemba Kingu katika mabeki wa kati, kutoka kijana Zuberi Athmani Mkombozi, lakini kukawa na David Mwasa, na sasa ameanza Gabriel Mwaipola katika mechi dhidi ya Azam. Waliobaki wengine walikuwa ni wale, kwa maana Saidi Noshad katika wale viungo watatu, upande wa kushoto Hija Lida Shamte, kulia ni Adili Buha, alafu katika washambuliaji watatu sasa Rifat Msuya alianza kikosini, upande wa kushoto Peter Mwalianzi, walianza na nahodha Eliud Ambokile. Ni mechi ambayo walicheza vizuri sana Mbeya City katika kutekeleza mpango kazi wa kuhakikisha wanaambulia pointi dhidi ya timu ngumu ya Azam inayoongozwa na kocha Flora Ibengi. Kweli dakika 90 wakapata suluhu, matokeo yake wakapata pointi muhimu. Kilichofuata ni mechi sasa dhidi ya Singida Black Stars, mechi ya kombe la shirikisho la benki ya CRDB, ikiwa ni mechi ambayo ilikaa kati yao na mechi inayofuata dhidi ya Yanga. Sasa katika mechi dhidi ya Singida Black Stars, Meki Maxime akafanya mabadiliko makubwa kwenye kikosi chake. Ndio, katika kikosi kilichoanza dhidi ya Singida Black Stars ambapo ndipo akafungwa 5-1, alibadilisha timu nzima mpaka beki wa kati. Safari hii alimrejesha beki wa kati David Mwasa. Waliobaki wote walikuwa sio wale ambao alikuwa sasa akianza nao mara kwa mara. Kwa mfano katika mechi dhidi ya Azam, mechi dhidi ya KMC ni mechi ambayo alifungwa 5-1. Katika mechi dhidi ya Yanga ambayo sasa wale nyota wake walikuwa amewapumzisha katika mechi ya kombe la shirikisho la benki CRDB dhidi ya Singida Black Stars, akawarejesha kikosini ambao ni golikipa Hashim Musa kwa mara nyingine, beki wa kulia Baraka mara nyingi, beki wa kushoto Kevin Memory Pila, halafu katikati Kevin Pemba Kingu, halafu hapa sasa akafanya mabadiliko. Badala ya Gabriel Mwaipola ambaye alicheza katika mechi dhidi ya Azam, na badala yake akacheza David Mwasa aliyetoka kucheza dhidi ya Singida Black Stars wakati wakifungwa 5-1 mechi ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo hapa alianza David Mwasa. Haya ndio alikuwa mabadiliko makubwa katika kikosi hiki kulinganisha na kile kilichocheza dhidi ya Azam, kwamba badala ya Mwaipola kacheza Mwasa ambaye alicheza dhidi ya Singida Black Stars mechi ya kombe la shirikisho. Lakini waliobaki walikuwa ni wale Said Noshad, Hija Lida Shamte, Adili Buha, Rifat Msuya, Peter Mwalianzi na Eliud Ambokile. Hapo utaona kwamba hivi karibuni hiki ndo kilikuwa kikosi bora cha Mbeya City katika siku za karibuni. Kama utaangalia vizuri juu ya mwenendo kutoka mechi ya tarehe 15 mwezi wa 3 dhidi ya Singida Black Stars waliofungwa 4-1 katika ligi, halafu mechi ya tarehe 3 mwezi wa 4 dhidi ya KMC walioshinda 3-2, halafu mechi dhidi ya Singida Black Stars waliofungwa 5-1. Utaona mabadiliko katika kikosi kile kizito, kile anachokitegemea mwalimu Meki Maxime hakikuanza katika mechi dhidi ya Singida Black Stars waliofungwa 5-1, akihifadhi nguvu bila shaka katika mechi dhidi ya Yanga ambapo ilionekana
wakaja wachezaji ambao hawakucheza katika mechi iliyofungwa 5-1, badala yake ni David Mwasa peke yake. Katika mchezo huu wakafungwa 6-0, na matokeo yake benchi la ufundi likiongozwa na Meki Maxime kuondoshwa kwenye kikosi chao baada ya makubaliano ya pande mbili. Sasa kilichobaki labda imekuwaje? Ni ajabu Mbeya City kufungwa 6-0 na Yanga. Yawezekana ikawa ni ajabu, lakini ukifuatilia vizuri takwimu, mwenendo wa Mbeya City kabla ya mechi dhidi ya Yanga, ukifuatilia vizuri takwimu, mwenendo wa Yanga kabla ya mechi dhidi ya Mbeya City, utagundua haishangazi hata kidogo. Ni Yanga hii ambayo msimu huu wameshawafunga Mashujaa 6-0. Ni Yanga hii msimu huu wameshaifunga timu ngumu ya JKT Tanzania iliyopo miongoni mwa timu 5 za juu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, waliifunga 5-0. Walishaifunga KMC 4-1, washafunga Tanzania Prisons 3-0, washafunga Pamba 3-0. Sasa wakati wanakwenda kucheza dhidi ya Mbeya City hii ambayo kwenye mzunguko wa kwanza ilikamata Yanga kwa suluhu, kwenye mechi hii Yanga waliingia uwanjani wakiwa ndio vinara katika ligi, yes, ambapo walikuwa na pointi 44 wakiongoza ligi Yanga. Lakini hiyo haitoshi, walikuwa ni Yanga ambao kwenye mabao ndio vinara. Hakuna timu inafunga mabao mengi kama Yanga ikiwa na mabao 38, lakini mabao haya kwenye kuzuia, Yanga ikiwa ndio timu yenye ukuta imara kuliko timu zote, ikiwa imeruhusu mabao 3 tu, wakati wakishinda 3-1 dhidi ya Dodoma Jiji, wakati wakishinda 4-1 dhidi ya KMC, na wakati wakitoka 1-1 dhidi ya Mtibwa Sugar. Lakini Mbeya City wakati wakiingia, hawa walikuwa ni Yanga. Mbeya City wakati wakienda wakicheza na Yanga katika mchezo huu, walikuwa na rekodi kinyume kabisa na kile kinachoonekana katika rekodi za Yanga. Mbeya City waliingia katika mchezo huu wakiwa nafasi ya 13 kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara, wakiwa nao wamecheza mechi 18 kama Yanga, lakini wakiwa kwenye mabao wameruhusu mabao mengi zaidi, wakiwa wameruhusu mabao 24 na kuwa ndio timu ya pili kwa kuruhusu mabao mengi kabla ya mechi hiyo dhidi ya Yanga, kwa sababu vinara kwa kuruhusu mabao mengi walikuwa ni KMC wakiwa wameruhusu mabao 30, halafu wa pili walikuwa wao wakiruhusu mabao 24. Lakini baada ya mchezo wakajikuta wakipigwa mabao 6 na sasa wameruhusu mabao 30 sawa na mabao walioruhusu KMC. Ndio timu zinazoongoza kwa kuruhusu mabao mengi. Sasa ukitazama mwenendo wa Mbeya City wakicheza dhidi ya Yanga inayoongoza kwa mabao, wao wakiwa pili kwa kuruhusu mabao, shangazi hata kidogo kuonekana wao wakifungwa mabao haya kadiri ya vile namba zinavyoonyesha. Lakini sio hilo. Ukiangalia hata mabao waliokuwa wakiruhusu kabla ya mechi dhidi ya Yanga, nimekuonyesha mabao waliofungwa katika mechi dhidi ya Singida Black Stars, baadhi ya mabao hayo. Lakini hata mabao dhidi ya KMC kwa ujumla tu, eneo lao la kiulinzi hawakuwa vizuri Mbeya City, kiasi ya kwamba Yanga kwa kuwa walifika mara nyingi zaidi ikawa rahisi kuadhibu, kwa kujua kwamba Yanga uwezo wa kubadilisha nafasi kwa mabao uko juu zaidi, kwa sababu mpaka sasa kwa mfano Yanga baada ya mchezo huu wamepiga mashuti 163, halafu kati ya hayo mashuti 84 yamelenga shabaha, wamefunga mabao 44. Manake goal conversion rate ya Yanga hivi sasa ni around 27%, ndio best katika ligi kuu Tanzania bara mpaka sasa, kila timu ikiwa imecheza mechi 19. Kifuatilia mwenendo kwa facts juu ya Mbeya City katika mechi zao kabla ya Yanga, ilikuwa inajilinda vipi, matokeo yake yalikuwaje, utaona mwenendo wao haukuwa wa kuvutia sana. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri kuona. Mbeya City baada ya kufanya mabadiliko kwenye benchi la ufundi wataendelea kuimarika, kujichomoa kutoka kule chini ambako wapo sasa, na walau kupanda katika nafasi za juu kutoka nafasi waliopo. Bidhari kwamba benchi la ufundi jipya la Mbeya City, miongoni mwa mambo ya kuyafanya kwa haraka sana ni juu ya kuimarisha uwezo wa kuzuia. Ndio bao moja wapo kwa mfano dhidi ya Singida Black Stars, lile bao la pili likiwa linafungwa huku wachezaji wa Singida Black Stars wakati wakienda kushambulia wakiwa 5 dhidi ya wachezaji 3 tu wa Mbeya City, ni ishara tosha kwamba defensive organization, namna wanavyojiorganize katika kuzuia, ina shida, na ndio maana haishangazi kuona wameruhusu mabao mengi kiasi ya kuwa ndio timu inayoongoza wao na KMC katika kuruhusu mabao mengi. Wakitaka kufanya vizuri, lazima ili eneo la kiulinzi waliimarishe, na hasa mawasiliano baina ya golikipa na walinzi wake. Vipi kuhusu Yanga? Watadumisha ushindi wao huu mnono wa mabao 6-0 wakiwa wametoka pia kushinda 3-0 dhidi ya Tanzania Prisons, dhidi ya Pamba, na hivyo kuwafanya mechi 3 wafunge mabao 12.
wataendeleza katika mechi 11 zilizobaki na kutetea taji la ligi kuu Tanzania bara kwa mara ya 5 mfululizo? Hilo ni swala la kusubiri. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.